Mambo vipi, natumai wewe ni mzima wa afya kabisa. Langu jina naitwa Bin Said Mwanza. Leo bado tunaendelea kuongelea ushindi wa Leopard, timu ya taifa ya DR Congo. Kiukweli watu wanaweza wakachukulia ni jambo la urahisi sana tu, ama ni jambo la kawaida sana watu qualified kwa World Cup. Tunazungumzia miaka 52, miaka 52 kuwa qualified kwenye FIFA World Cup. Sio jambo rahisi, ni jambo la kuzungumzia kila kuitwapo leo. Ni jambo la historia kwenye nchi ya Kongo. Ukiangalia walikuwa wakipambana wachezaji wa Kongo, wa timu ya taifa ya Kongo, na mechi ya mwisho ambayo ilikuwa inatakiwa wafanye vizuri na kuwapa ushindi kabisa mkubwa ni mechi yao na Senegal, lakini wakawa wameluzi mechi hiyo, wakapigwa 3-2. Unaona? Kwa hiyo ukiangalia jinsi stadium ilivyovunjwa kwa sababu ya hasira ya mashabiki wa timu ya taifa ya Kongo, kwa sababu walikuwa nafikiri hile ndio itakuwa ni tiketi yao ya kwenda World Cup, lakini haikuwezekana. Unaona? Lakini hawakukata tamaa, kwa sababu walijua walitoka nafasi ya pili, timu ya pili bora kwenye kundi lao. Kwa hiyo wakawa na tumaini ya kwenda kwenye playoffs. Kwa hiyo walivyoenda kwenye playoff walikutana na timu kubwa ambazo ni majianti wa Afrika kabisa. Ukizungumzia Cameroon, ni timu kubwa ambayo wameshiriki mara 8 kwenye kombe la dunia. Unaona? Ukizungumzia Nigeria, ni majianti wa Afrika pia, ambao wameshiriki pia mara nyingi kwenye World Cup. Kwa hiyo sisi tulikuwa bado tumeshiriki mara moja, na ilikuwa ni 1974 ambapo Kongo ilikuwa bado inaitwa Zaire huko. Bado hatujazaliwa. Unaona? Bado hatujazaliwa. Bado yawezekana hata wazazi wa watu wengine walikuwa bado ndo wana miaka kadhaa. Unaona? Hata wazazi wetu labda walikuwa ndo bado wana miaka kadhaa. Unaona? Ukizungumzia kwa sasa ni miaka 50. Unaona? Mamangu ana miaka 60 na zaidi. Unaona? Kwa hiyo unajikuta unajikuta ni miaka mingi sana ambayo imepita. Unaona? Sasa leo wamekuwa qualified, wanasherekea, na mpaka sasa hivi wachezaji wengine ndo walikuwa bado hawajarudi kwenye klabu zao, kwa sababu washerekee. Na kitu ambacho mimi nimependa zaidi, na ambacho nataka ni share na wewe, ni jinsi president wa timu alivyosimama na timu ya taifa ya Kongo. Mpaka sasa anaendelea kusimama na timu ya taifa ya Kongo. Alichokisema, bado nina matumaini na nyinyi kufanya vizuri, na mko na kocha mzuri ambaye anaweza kutuletea ushindi mzuri kwenda kwenye World Cup. Asema kwamba na nukuu, alisema kwamba nina matumaini kwamba mnaweza mkapita kwenye barrage. Barrage ni playoffs, ambayo kwa Kifaransa anasema barrage. Unaona? Lakini kitu ambacho mimi nilimpenda mchezaji mmoja, na wachezaji ambao wote walikuwa na matumaini, walikuwa na hope kwamba this here we have to fight, we have to go to the World Cup. Unaona? They must go to the World Cup. Walikuwa na hiyo hamu na shauku ya kusema kwamba we must be on the World Cup. Unaona? Kwa hiyo walikuwa na matumaini kwamba tutaenda kwenye World Cup, na wakajituma kweli. Watu wengine mnaweza mkaona waliperform, performance yao ilikuwa ya kawaida. Haikuwa ya kawaida, kwa sababu kuangusha timu mbili, giants mbili wa Africa, Cameroon na Nigeria, sio kitu si kitu kidogo sana ambacho wewe unaweza kufikiria. Miaka 52, miaka 52, na sio 30, na sio 20, na sio 10, na sio 5, ni miaka 52.
Kongo haijawahi kushiriki. Na pili, mzingatie kwamba Kongo ndio ilikuwa ni timu ya kwanza kutoka Afrika kwenye jangwa la Sahara. Kongo ndio ilikuwa ni timu ya kwanza kwenda kwenye World Cup. Unaona? Imepita miaka 52 ndio Kongo inaenda sasa kwenye World Cup. Na mechi ya kwanza itakuwa ni ngumu, mechi ngumu na sisi na Portugal. Kongo na Portugal. Imagine Cristiano Ronaldo hapo. Wa Nuno Mendes. Unaona? So natumaini tutajikaza wote wanachezea Ulaya, na wachezaji wa Portugal ni watu wa Ulaya, so na wachezaji wengi wetu wao wanachezea Ulaya, ijapokuwa wengi hawachezei kwenye timu kubwa ambazo mnazifahamu nyinyi, lakini mpira wetu uko vizuri. So tunatarajia matokeo mazuri kama Kongo. Mnaweza mkanibeza kwamba hamtoweza, lakini si mpira ni mviringo, wote watauchapa. Kwa hiyo watapimishana bwana. Unaona? Kwa hiyo mimi nitoe pongezi sana kwa Sebastien Desabre. Huyo jamaa bwana ameweza kuitumikia vizuri sana Kongo, timu ya taifa ya Kongo, kuwa kiongozi ama coach ambaye ameweza kuleta matokeo mazuri ya mpira pale DR Congo. Hata kama mtu akosagi na watu ambao wanaweza wakambeza, watu ambao walikuwa na criticize, unaona, hawezi wakakosa. Unaona, ni lazima hivyo vitu viwepo kwenye vitu vyote ambavyo mwanadamu anavipitia ama anavifanya. Lazima watu watafanya hivyo, wata criticize ili aweze kukushusha, lakini jamaa alipambana mpaka Kongo leo wame qualified kwenda kwa FIFA World Cup. So that's big deal ambayo Kongo wamefanya. Na kitu kingine kizuri ambacho nimependa, president ametoa magari na ametoa na manyumba kwa wachezaji na viongozi wa timu ya taifa ya Kongo. Kwa hiyo ukiangalia ni kitu kizuri sana. Ahadi ambazo aliziahidi ndio hizo ambazo wanakuwa wanazitoa, na nimeona kocha wa timu ya taifa ya Kongo Sebastien Desabre ameweza kuanzisha kuitembeza ndinga, na sio gari ambayo unahisi kwamba ni gari ambayo mileage imeenda. Ni zero mileage kabisa, bado makaratasi yapo yale, bado zile plastic bado zipo kwenye gari. Wewe ndo unaziondoa zile plastic. Unaona? Kwa ni jambo la muhimu, wamepewa majumba, wamepewa magari. So kwa hiyo ni appreciation ya president kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Kongo. So it is amazing, man. Amazing. I'm very happy to see those stuff. Being 52 years is not that easy. It's not that easy. 52 years, that's a long time. 1974 until now, 52 years. They don't even go to the World Cup. So they must have happiness to their heart, and they'll be ready to play on the World Cup. So, oh my God, very happy for that. Very happy to our president, Fachi Beto, Felix Tshisekedi. So this guy is doing amazing thing in the Congo. So we must give him another years. So what do you think? We must give him another years, because this guy, this man is doing doing an amazing job. He's doing good job to DR Congo. So even to the football, everything, this guy, he make also Congo, man. So tuendelee kusupport timu yetu ya taifa ya Congo to the World Cup. We hear you guys, we are waiting for you. The first game in Texas, you and Portugal. So it'll be amazing, man. It'll be amazing. I see the ticket is a little bit more price. So those who love their country, who love their national team, so you must go and support your team. So it's not that much money. So I see it's like 822 is about
it's dependent how which seats you're going to sit. So that's how the price is very high. It's different. So you guys, you have a couple months to make your money, make your tickets, and go see your favorite country, your motherland, your mother country, your father country. Go support your national team. May God bless you, and see you next time. Very happy for Fachi Beton. We here, you guys, to support you. We here to support you. We here to make noise for you guys. We do amazing thing to take us to the World Cup. Congo will be dancing to the World Cup. Congo will be play on the World Cup. Congo will be dancing. We know. Congo will be singing. We know how we sing. We know how we dance. We are the first country knows how to make music, knows how to dance, knows how to wear, knows how to make outfits, So we knows how the style is. We knows even the football. We knows about soccer. Let's go to the Mondial. Let's go to the World Cup. Let's go to the World Cup. Congo, let's go to the World Cup. We'll be here waiting for you in the US, guys. Congratulations. We are happy for you. May God bless you, and see you next time.